hutunzwa. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini. Sasa hivi miamvuli imepanda. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta usawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%. Wafanyakazi oye! Mshikamano, solidarity. Aya, tusikilize. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu. Lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea sasa kufanya mapitio ili kuboresha viwango vya chini vya mshahara kwa wafanyakazi wa sekta hiyo. Pamoja na kazi inayofanywa na bodi hiyo, naendelea kuvihimiza wizara na vyama vya wafanyakazi kufanya majadiliano na waajiri ili kutekeleza mikataba ya hali bora ya wafanyakazi katika sekta binafsi, waendane sambamba na wenzao wa sekta ya umma. Ndugu wafanyakazi, ahadi yetu serikali kwenu kwamba tutaendelea kuboresha mazingira ya kazi yakiwemo maslahi ya wafanyakazi kadri hali ya uchumi itakavyoruhusu. Wafanyakazi oye! Solidarity, mshikamano. Ndugu wafanyakazi, nimalizie kwa kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha sikukuu hii, na ninawashukuru kwa mchango wenu adhimu katika ujenzi wa taifa letu. Kuijenga nchi yetu ni jukumu letu sote. Hivyo hatuna budi kuimarisha umoja na mshikamano wetu. Aidha, niwakumbushe kwamba ili tuweze kujenga vyema taifa letu ni lazima tulinde amani na utulivu nchini. Nataka nirudie hapa. Wafanyakazi oye! Naomba tusikilize hili. Ili tuweze kujenga vyema taifa letu ni lazima tudumishe na tulinde amani na utulivu nchini. Kwa namna yeyote ile, tusitoe fursa kwa vyama vya wafanyakazi kutumika kuichafua nchi yetu. Historia ya vyama vya wafanyakazi ni vyama vilivyoleta vuguvugu la uhuru wa nchi hii. Sasa tusijibadilishe tukawa vyama vya kusaliti uhuru wetu tulioutafuta kwa nguvu kubwa. Niwaombe sana viongozi wa vyama vya wafanyakazi mkalisimamie hilo. Mwisho kabisa, niwaombe ulinzi wa Mungu na niwatakie safari njema naporudi kwenye maeneo yenu. Narudia wito wangu kwenu wafanyakazi kushiriki kikamilifu katika zoezi la uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025 ili kutumia haki yenu ya kikatiba kupata viongozi watakaoongoza taifa letu. Baada ya kusema hayo,
Nimwombe Mwenyezi Mungu aibariki bara letu Afrika na Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kazi na utu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na hongereni sana wafanyakazi. Asante sana.